Lakini pia usomaji wa Qur'ani ni nuru kwa mwezi wa Ramadhani, hukufanya wewe mwenyewe ukapata amani ndani ya nafsi yako. Waislamu katika mji wa Musoma wamekusanyika katika msikiti wa Ijumaa Musoma mjini kushiriki tukio maalum la usomaji wa Qur'an tukufu. Tukio hili limehudhuriwa na mamia ya waumini pamoja na msomaji maarufu wa Qur'ani kutoka Tanzania, Rajai Ayube, ambaye ametoa mawaidha muhimu kuhusu umuhimu wa kuisoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhani na hata baada ya mwezi wa Ramadhani. Katika tukio hili la kiimani, waumini walipata fursa ya kusikiliza qari kiraa chenye kuvutia kutoka kwa msomaji nguli Rajab Ayube, jambo lilogusa wengi na kuongeza mapenzi yao katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika ya Qur'ani si kitabu cha Ramadhani pekee. Ramadhani ni mwezi wa kujifunza na kuzoea kuisoma Qur'an, lakini Muislamu anatakiwa endelee kuisoma mwaka mzima. Qur'ani ndio mwongozo wa maisha yetu ya kila siku. Mungu amzidishie zaidi, amuongezee. Ameupamba mji wetu, ameutangaza mji wetu, ameutia nuru mji wetu, ameutia baraka mji wetu. Hizi ni dakika za mwisho za Lailatul Qadr. Tunamshukuru Allah, tunakuombea Mungu akurudishe salama, akufikishe salama na akulipe hii kazi uliyofanya kwa Mungu atie baraka. Manake maombi haya sisi tunakuombea ukweli wa msikiti huu. Allah akufikishe salama, Allah akulinde, Allah akulee, uendelee kutia baraka katika miji yetu ya Tanzania. Inshallah, ndugu zangu Waislamu, hapo tumefika mwisho wa hadhara yetu ya kusikilizwa kisomo cha Qur'ani, kisomo kwa tajwidi. Alhamdulillah, sisi hatuna cha kulipa. Inshallah, tutaendelea na mambo yetu ya mwezi wa Ramadhani kuwe ya mwisho hivi. Qur'ani ndio mambo yote, Qur'ani ndio msingi. Qur'ani ni nzuri hata kama huitafsiri, yaani hata kama huitafsiri yake ukisikia tunasikia Qur'ani si maneno ya watu. Qur'ani ni maneno ya Allah. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu alimpa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ni muujiza, miongoni mwa muujiza iliyowashinda watu ni Qur'ani. Ni Qur'ani ndio imewashinda watu duniani. Watu walijitahidi kutaka kufanya kama Qur'ani, lakini zingine hazikuwa na raha, hazikuwa na utamu kama Qur'ani. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana, na amesoma ndani ya mwezi wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani, alladhi unzila fihi al-Qur'an, ambao ndani yake imeshushwa Qur'ani, huda linnasi, hii ndio uongofu wa watu, wa bayinati min al-huda, na kazi yake Qur'ani ni kuwapambanulia watu haki na batili, na huu ndio mwezi wake mtukufu. Mwenyezi Mungu anasema kutiba alaikumus siyam, tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, mumewajibishiwa nyinyi kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyowajibishiwa kufunga wale waliokuwa kabla yetu, la'allakum tattaqun, ili tupate kuwa wacha Mungu. Laana kwa Mwenyezi Mungu sio kwa ajili, laana ni hakika. Allah akisema laana ina maana hakika nyinyi mtakuwa wacha Mungu kwa kuisoma Qur'ani, kwa kuisikiza Qur'ani. Qur'ani ni hivyo, ukisikiliza unapata sawabu, ukiisoma unapata sawabu, ukisikiliza unapata sawabu, ukiisoma unapata sawabu. Kila utakaolifanya, ukikaa tu kwenye hafla yake kama mlivyokaa, muda wenu mliokaa wote huu,
tumepoteza hapa kwamba tunaisikiliza Qur'ani, basi kila mtu Mwenyezi Mungu amejaza nuru ya Qur'ani. Moyo wake leo Mungu kaujaza nuru ya Qur'ani. Qur'ani ni kitu kikubwa sana. Ilisoma ndani ya miezi yake, ndani ya siku zake za kushuka. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niwashukuru sana, na mara nyingine tena kwa uwezo wa Mungu nilivyosikia, akipenda Mwenyezi Mungu, huko kwenye Shawali mwisho tutakuwa naye tena, tutakuwa naye kwenye mbio, atakuja azunguke misikiti yote ya Musoma imalize, Mungu akipenda inshallah. Kila msikiti utafanyika kazi hii, wabillahi tawfik. Mashekhe na viongozi wa dini wamesisitiza waumini kuifanya Qur'ani kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Wakasema kuwa Ramadhani ni mwanzo wa kujijenga na kujijenga kimazoea mazuri ya kuisoma Qur'ani, lakini safari hiyo haipaswi kuishia baada tu ya Ramadhani kukatika. Kwa majina naitwa Sheikh Mikidadi Jalala, ni shekhe kata ya Nyasho na Kitaji. Kama namna mnavyoona, leo tumetembelewa na ugeni mkubwa wa Qari'u Rajai, na ni vizuri pia zoezi hili limefanyika kwetu Musoma na ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao imetelemshwa ndani yake Qur'ani. Kikubwa kwa Waislamu, tujibidiishe sana kusoma Qur'ani. Hili kwetu limekuwa pia ni funzo, maana ndani ya mji wetu makari kama hawa hatuna, lakini ni vizuri tukajifunza na kwa kuiga kutoka kwa mwenzetu Rajai ambaye hivi sasa ni msomaji mkubwa wa kimataifa. Kwa majina naitwa Mikidadi Yahya Shada, ni katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Mara. Kwanza, wazazi waendelee kuwahimiza watoto wao kusoma madrasa, na si kusoma madrasa tu, wahifadhi Qur'ani, kwani kuhifadhi Qur'ani ni jambo kubwa sana kwa Allah, na haisaidii tu hapa duniani mpaka kesho akhera, na haisaidii tu madrasa, mpaka kwenye shule wanazosoma watoto wanafaidika, kwani wanakuwa na kiwango kikubwa sana cha kuhifadhi mambo mbalimbali. Lakini pia usomaji wa Qur'ani ni nuru kwa mwezi wa Ramadhani, hukufanya wewe mwenyewe ukapata amani ndani ya nafsi yako. Kwa majina naitwa Rajai Ayub, ni msomaji wa Qur'ani kutokea katika nchi hii ya Tanzania. Qur'ani au kuisoma Qur'ani kuna faida nyingi sana. Kwanza, Qur'ani kuisoma tu kwanza ni ibada. Ni ibada kubwa sana, kwa maana kile unaposoma herufi moja unapata malipo. Lakini sio anayosoma tu, pia hata yule ambaye anasikiliza Qur'ani naye vile vile anapata malipo yaliyokuwa makubwa sana. Lakini Qur'ani inafundisha maadili, inakuweka kijana au mtu katika maadili yaliyokuwa mema, maana kuna makatazo mengi ya mambo mabaya, na inakutaka ufanye yale yaliyokuwa mambo mazuri. Mimi nataka labda niwashauri au niwaambie wazazi wenye vijana ambao wenye vijana wao wajitahidi kuwapeleka madrasa. Manake wenyewe wanasema sasa hivi wao binafsi wanasema hawawezi, pengine au wana majukumu mengi. Kwa hiyo mtu mzima kukaa darasani ili aanze kufuatilia Qur'ani kidogo inakuwa mtihani, mambo imekuwa ni mengi. Lakini wawapeleke basi japo vijana. Kimpeleka kijana mmoja au vijana wako, basi utakuwa umetengeneza jamii iliyokuwa nzuri kabisa, yenye maadili, yenye hofu na Mungu. Maana akisoma ile Qur'ani kuna mambo mengi kule, automatically Qur'ani yenyewe itakuwa imemwathiri, itamjenga kiimani, na kwa mafundisho yaliyoko ndani mwake atakuwa ni kijana mwema na mwenye maadili mazuri. Hii ni Madina TV kutoka Musoma, ikiendelea kukuletea matukio mbalimbali ya Kiislamu na ya kielimu yenye manufaa kwa jamii. Usisahau kusubscribe, kulike, share ili ujumbe huu wa kheri uwafikie wengi zaidi. Yangu majina ni Makka Ibn Saudi Geo, kipenda niite Abu Salman, wa Madina TV, bustani ya wajawema.